Mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini, Mheshimiwa Timotheo Mzava, amefanya ziara katika kijiji cha Makole kilichopo kata ya Magambako Lukonge, tarafa ya Mombo, ambapo lengo la ziara hiyo ni kutembelea nyumba zaidi ya 65 zilizoathirika kwa kuezuliwa na upepo mkali ulioambatana na mvua na kufanya uharibifu huo mkubwa, huku ikisababisha baadhi ya wananchi kukosa makazi. Akizungumza na wananchi wa kijiji hicho cha Makole, mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini, Mheshimiwa Timotheo Mzava, amesema lengo la kufanya ziara hiyo ni kutembea na kujionea uharibifu uliotokea, kuwafariji wananchi waliokutwa na majanga hayo na kuwashika mkono, ikiwa ni pamoja na kuona namna ya kuwasaidia. Mzangu wa Makole, kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, nimekuja kwa ajili ya jambo moja kubwa. Wenzetu walipata maafa, wenzetu walipata majanga. Nilitoa taarifa kwamba nyumba zaidi ya 60 zimezuiliwa na upepo. Na nyingine nyumba nzima imeondoka, paa lote limeondoka. Kuna nyingine mabati mawili, nyingine mabati matatu, nyingine bati moja, kila mmoja kwa namna yake wakati ambavyo ilitokea. Kwa kawaida, mimi kama mbunge au kiongozi mwingine yote wa serikali, yakitokea majanga ya namna hiyo, hatuna uwezo wa kufanya tukawarudisha wananchi kwenye hali waliokuwa nayo mwanzo. Kwa sababu wakati mwingine inahitaji fedha nyingi ambazo inawezekana kwenye mipango na bajeti za serikali haikuwemo. Lakini sharti la kwanza yanapotokea mambo kama hayo, cha kwanza ni kuitaarifu serikali. Lakini cha pili, sisi kama viongozi, hasa viongozi wa kuchaguliwa, bila kujalisha atakuwa na uwezo kiasi gani, ni jukumu letu kuja kuwafariji wenzetu, kuwapa pole, ikiwa ni ishara ya kuwa pamoja kwenye kipindi hicho kigumu wanachokipitia. Lakini niona ni vyema na ni busara nije niwasalimie, nione hali iliyokuwa imetokea, lakini pia niwape pole kwa majanga hayo ambayo yaliwakuta. Makole oye! Makole oye! Baada ya kuzungumza na nyinyi hapa kwa kifupi, Mheshimiwa Diwani, wala sio kinipendeza, ndio kilichonileta. Tutapita kuona hali ilivyo, lakini pia tuone namna ya kuwashika mkono kwa kadri ambapo Mwenyezi Mungu atatuwezesha wale wenzetu ambao walipata majanga kutokana na hali ile ya upepo ambayo ilitupwa kubwa wakati ule. Na mara baada ya kumaliza kutembelea nyumba zilizoathirika, mbunge huyo alikabidhi mchango wake wa fedha kwa uongozi wa kijiji, ikiwa ni sehemu ya kuwawezesha wananchi ambao nyumba zao zimeathirika kupata chakula pamoja na mahitaji mengine mbalimbali. Aidha, wakati huo huo, Mheshimiwa Timotheo Mzava amemkabidhi mwenyekiti wa kijiji hicho cha Makole mifuko 50 ya simenti ili ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Makole uanze mara moja, kuepusha adha ya wananchi wa kijiji hicho kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Pamoja na kwamba nimekuja kwa ajili ya hili, lakini kazi za maendeleo ni kazi za kila siku. Hatuchagui umekuja kwa ajili ya mkutano gani. Mheshimiwa Diwani amesema vizuri. Ameeleza baadhi ya mambo ambayo yamefanyika, lakini pia ameeleza baadhi ya changamoto ambazo bado tunazo kwenye eneo la kijiji cha Makole na kata nzima ya Magambako Lukonge. Amesema Mheshimiwa Diwani, tulikuwa na ahadi mimi na nyinyi ya miaka mingi. Nilipokuja mara mwisho hapo tulikuwa tunaulizana, mbona kila siku tunasema tunaanza kujenga zahanati hatujengi. Tumeimba ujenzi wa zahanati ya Makole kwa miaka zaidi ya 5, miaka zaidi ya 6. Kila anataka uongozi anasema mkilipa mimi nitajenga zahanati, akipewa zahanati haijengwi. Lakini ni aibu, na nilisema mara mwisho nilipokuja kwenye mkutano na eneo hili kwamba kijiji hiki ni kikongwe, kijiji hiki ni cha siku nyingi, kijiji hiki ni kikubwa. Ni aibu kijiji hiki kuendelea kwenda kudolea zahanati kwenye vijiji vingine. Jambo hilo halifurahishi. Yaani mama mjamzito akitaka kwenda kupima, akitaka kwenda kliniki aende Magamba. Kujifungua mtu aende Magamba. Kliniki ya mwezi ya kupima watoto mtu afunge safari aende Magamba. Hilo sio sawa sawa. Tulikubaliana na nyinyi tuanze ujenzi wa zahanati. Lakini nyinyi wenyewe kwa muda mrefu mkawa mnatuangusha, spidi yenu haikuwa kubwa. Kila nikiuliza wanaendeleaje, naambiwa bado. Na wala naokumbuka mara ya mwisho nilitoa ahadi hapa. Mama, mkikubali kuanza ujenzi wa zahanati, mkakubali kabisa kuweka mambo yote sawa, ujenzi uanze. Wa kuanzia niliwaahidi nitawaletea mifuko ya simenti 50 kama mnakumbuka kwenye mkutano siku ile nilisema. Lakini nikasema kazi yenu nyinyi itakuwa ni kujenga boma tu. Boma la zahanati likamilika, kazi ya kulikamilisha hiyo zahanati tuachieni sisi. Tukubaliane tuanze kujenga zahanati. Na ili tuwe na spidi, kazi hii lazima ianze sasa. Na mwenyekiti, nikwambie, kama watu wameleta mawe, wameleta mchanga, wameleta kokoto, anasikia mmeanza na kuchangisha. Ili kuchangisha kwako kuwe rahisi, lazima kazi ianze ili watu waone kazi imeanza. Na mimi narudia tena, ahadi yangu iko pale pale. Kazi yenu Makole, tushirikiane kujenga boma likamilike. Ikifika ile kozi ya juu pale baada ya renta, niachieni hiyo kazi ya kumalizia, tutajua tunamalizaje hilo jengo. Mheshimiwa Diwani, gari ile pale nimekuja na mifuko 50 ya simenti, ninaiacha Makole leo.
kazi ya ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Makole ianze haraka sana. Nilisema leo hatuji na ahadi tena. Leo tusije na maneno tulishaahidiana 2021, tulishaahidiana 2023. Mwenyekiti, mifuko 50 iko pale na ukabidhi leo, tuanze ujenzi wa zahanati. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Makole kilichopo kata ya Magambako Lukonge, tarafa ya Mombo, halmashauri ya Korogwe Vijijini, mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.